Bwana Yesu asifiwe tena. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Namshukuru Mungu kwa alfajiri hii ya pekee ambayo kwa neema yake ametupatia tena tuendelee kuwepo. Naomba nimshukuru Mungu alafu tupate kuendelea. Father, in the name of Jesus this morning, Father, we thank you. Asante Bwana kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya upendo wako Bwana. Asante kwa afya ndani ya miili yetu. Asante kwa sababu ya kututunza mikononi mwako Bwana kwa namna ya pekee na ya ajabu, mfalme wa amani. Ninakutukuza tena Bwana mabwana kwa sababu ya alfajiri hii ya leo, maana Mungu mwenye haki ni kweli kwamba imegharimu Bwana mkono wako, imegharimu damu yako mwenyewe Yesu ili tuwe hai, lakini imegharimu mkono wako ili tuwe salama. Haukuwahi kupumzika wala kutulia, lakini majira yote umekuwa busy kutushughulikia Bwana, kutuhudumia, mfalme wa amani, kutulinda na kututunza. Utukuzwe Mungu mwenye haki, utukuzwe Mungu mwenye mamlaka, uweza na nguvu na utukufu vyote ni vya kwako. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakushukuru sana kwa sababu ya neema yako Bwana. Asante kwa vile ambavyo Mungu mtakatifu umekuwa pamoja nasi Bwana mabwana. Baba, ninalibariki jina lako. Ninasema asante kwa kututunza mikononi mwako Bwana wangu. Baba, katika jina la Yesu tunaliadhimisha sana jina lako Bwana, tunaliinua sana jina lako mfalme, tunalitukuza sana jina lako Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninasimama kinyume na kila nguvu zozote za giza, kila namna ya uharibifu, kila namna ya nguvu ya giza inayoteka fahamu za watu wakati wa neno lako, wakati wa ibada. Ninasambaratisha kabisa kila nguvu hii inukayo kinyume na makusudi yako. Ninavunjilia mbali, ninaharibu mipango na mbinu zao zote katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Lakini Baba, ninaomba Roho Mtakatifu ukatamalaki Bwana. Roho Mtakatifu Bwana, naomba ukatamalaki katikati yetu, acha ukadhihirike Bwana katika jina la Yesu Kristo kwa namna ya pekee Bwana, maana tumekuja hapa, shauku yetu ni wewe Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu tunaomba Bwana ukawe pamoja nasi, just for the glory of the name of our Lord and Savior Jesus. Father, we thank you because you are going to talk to us. You are going to speak to us, just to change us in the name of Jesus. Baba, tunakupa utukufu, tuna sifa na heshima usoko pamoja nasi. Jina lako likazidi kutukuzwa Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mapambazuko mengine ya kizazi cha wamtafutao Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Binafsi nazipenda ibada hizi kwa sababu ziko na mabadiliko makubwa mno katika jina la Yesu. Sasa tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya mapambazuko mengine ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Maana ni wakati ambao Kristo anainua jeshi lake. Bwana Yesu asifiwe. Time for revival. Yes, let me declare it clearly that this is the time for revival. No matter what happens, no matter what is going on, but I know this is the time for revival because as soon Jesus is coming. Yes, around the corner, Jesus is coming just to take his church in the name of Jesus. So let us continue reading from the Bible in the book of Genesis. Today we are going to read from verses 26. Yes, we are going to start from there and we will continue. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu. Asubuhi leo tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo, tunaendelea mstari wa 26. Jana tulisoma A peke yake na tunaendelea leo tena. Hallelujah. Kwa nini tumeumbwa hivi tulivyo? Why we are created just in his image. Hallelujah. Kwa nini tumeumbwa kwa sura na mfano wake? Kwa nini tukafananishwa na yeye? Kwa nini hatukufanana na viumbe wengine, lakini tumefananishwa na yeye mwenyewe? Leo sasa na mpango uliokamilika, tena mpango ulio maalum. Wao umebeba all of our life. Hallelujah sana. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi. So let us read in the name of Jesus, and I'm going to read as how written. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Jana nilisema, nirudie kidogo kwa faida wale ambao inasikana tuko pamoja na wao jana, kwamba anasema na tumfanye mtu. Kwenye kumfanya mtu hatakuwa kama viumbe wengine, hatakuwa kama hao wengine, na wala hatutatamka tu na tuishie hapo. Anasema hapana. Anasema na tumfanye mtu, na namna tunavyomfanya inabidi awe mfano wetu. Awe mfano wetu. Acha nikumbushe tena. Jana nilisema hivi kwamba Mungu ana uumbaji mara mbili. Ako na uumbaji mara mbili.
First one ni uumbaji ambao ni invisible, jeshi la mbingu, maserafi, makerubi, malaika wote unaowasikia ambao umesoma habari zao, wote hao. Lakini duniani ana uumbaji ambao unaonekana, visible, ule uumbaji ambao unaonekana, huu ambao ndio tunaujua sisi. Huu uumbaji huu hasa hapa, kumbuka kule amebaki kule kuna msimamizi, na huku anatafutwa mtu wa kusimamia, anatafutwa mwingine wa kusimamia, anatafutwa msimamizi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa, mimi nasema ndio maana Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, asiwe tofauti na yeye. Maana nasema in our image after likeness, asitofautiane chochote, awe tu kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile bidi tuendelee sasa. Sababu ya kuumbwa hivyo ni maana uko na miguu mbili na unatembea hivyo, uko na akili inafanya kazi kuliko ya wanyama wanaopendeza zaidi kuliko wewe, lakini ya kwako inafanya kazi. Mzee mmoja aliwahi kuongea, ni kama utani, akasema kwamba tembo mara nyingi, yani ndovu wake anapokutana, yani anapokuta mahali mti mkubwa umeangushwa, au anapokutana na mtu akafanikiwa kumuua, mawazo yake yanakuwa kwamba nimeua mtoto wa mtu. Huyu ni mtoto wa mtu, sio mtu mwenyewe. Maana mtu lazima awe ni kiumbe likubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mti ambao yeye ndovu hawezi kuangusha, yeye anaangusha. Wewe akija akisikia harufu mti umeangushwa, anasikiliza harufu, anakuta huyu ni mtu ameangusha. Hasa kama ni mtu ameangusha, manake ni jitu, yani ni kitu lisiloeleweka, ni kubwa. Lakini hiyo ilikuwa ni story tu. Lakini ni hivi. Kwa nini? Kwa sababu anamzidi kwa akili. Ni mdogo kwa umbo, lakini kwa akili, kupambanua na namna ya kufanya anamzidi. Kwa nini ameumbwa hivyo? Ameumbwa katika sura na mfano Mungu. Hata kama kwa mfano wanyama wangeamua kushindana na mwanadamu, wasingeweza. Wangeamua wote wajikusanye, jamani, sasa tunataka tumuue mtu, tuwaue watu wote waishe, wasingeweza. Si kwa sababu watu ni wengi, no, ni kwa sababu watu wana akili, wana uwezo kuliko wao. Kwa nini? Wao wameumbwa tu hivyo walivyo, lakini mtu ameumbwa kwa sura, kwa mfano wa nani? Wa Mungu mwenyewe. So there is no way wanyama wanaweza wakafight. Haiwezekani. Ni kama tu ilivyo mwanadamu aliyeumbwa mwenye damu na nyama, hawezi akashindana na Mungu. There is no way you can fight against God. Huwezi. Hakuna vile unaweza ukapigana kinyume na Mungu. Huwezi ukashinda. Hata ungejaribu kiasi gani, huwezi ukashinda. Maana mpango wa Mungu unasalia kuwa imara milele na milele, haubadiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. So anasema katika kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Kwa nini iwe hivyo? Yaani kwa nini waumbwe hivyo? Kwa nini watengenezwe kwa namna hiyo? Kwa nini wasiwe tofauti? Kwa nini wasiumbwe tofauti kidogo? Kwa nini waumbwe kama Mungu alivyo? Kwa nini waumbwe hivyo? Biblia inaeleza vizuri kabisa. Ni muhimu ukajua. Anaeleza vizuri sana. Anasema kwa nini iwe hivyo? Ni kama anaongeza, anasema hivi, hii haijaandikwa. Lakini kama anasema hivi, kwa sura yetu, ili wakatawale. So jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yani sababu ya kuumbwa hivi tulivyo, sababu ya kutengenezwa hivi tulivyo, anasema ni ili tukafanyeje? Tukatawale. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Yesu asifiwe. Anasema ili wakatawale. Bwana Yesu asifiwe mno. Anasema ni ili wakatawale. Wakatawale nini? Anasema kwa sura yetu wakatawale. Kwa sababu ya kuumbwa kwa mwanadamu hivi alivyo, sababu ya wewe kuumbwa hivyo ulivyo, sababu ya kutengeneza hivyo ulivyo, ni sababu ni ili utawale. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia hivi, hapa kwenye uumbaji unaoonekana, Mungu anatafuta mtu wa kusimamia, anatafuta kiumbe cha kusimamia. Maana ameshaumba wengine wote, lakini hakuna ambaye atasimamia, hakuna mwenye kusimamia. Ndio maana anapokuja kwa mtu anasema hapana, tuumbe mtu huyu lazima awe mfano wetu, ili awe na uwezo wa kusimamia, uwezo wa kutawala, awe na uwezo wa kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana.
Anasema wakatawale. Kwenye Biblia zingine za Kiingereza anasema let us make man in our image after our likeness and let them have a dominion. Wawe na mamlaka. Hata wawe na mamlaka. Tuwape mamlaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuwape mamlaka and let them have a dominion. Hata wawe na mamlaka. Hallelujah sana. Hata wawe na mamlaka ya kufanyaje? Ya kutawala. Wawe na mamlaka ya kutawala. So, sababu ya mwanadamu kuumbwa, ameumbwa ili atawale. Atawale nini? Yes, uumbaji wa Mungu. Aitawale, aendeshe, asimamie kazi ya Mungu. Hallelujah. Wewe kusema hivi, mwanadamu naweza kumfanisha na mwajiriwa, manager, aliyeajiriwa kazi yake ni kusimamia vitu vya kampuni. Hallelujah sana. Mwanadamu ni kama mtu aliyeajiriwa, ni kama mwajiriwa fulani. Ni kama mwajiriwa fulani anakuwa accommodated kwa kila kitu. Kwa sababu gani? Sasa anasimamia kampuni, anaisimamia vizuri. Na kazi yake iliyoko pale, kazi yake inaeleweka. Kazi yake inaeleweka. Na maana unapofika ofisini umeomba kazi, umepewa kazi ya manager, ni kweli ulikuwa unataka direct manager, umepewa hiyo hapo, hiyo umeshapewa. Wakati umepewa, kitu cha kwanza kinachofuata ni kupewa majukumu yako. Majukumu yako ni yapi wewe kama fulani, kama cheo hiki, kama manager? Kazi yako ni 1, 2, 3, unaonyeshwa na ofisi yako itakuwa hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. So mwanadamu kwa Mungu ni kama mwajiriwa. Kampuni kama ikiajiri mtu na ikawa inayumba, maswali yanakuwa kwa yule aliyeajiriwa. Wewe ndio kazi yako ilikuwa ni kusimamia mitambo hapa. Kwa nini inaenda vibaya? Kwa nini uzalishaji unakuwa mdogo? Tatizo liko wapi? Tell us. Leta sababu kwa meza. Tutenge sababu ni nini? Kwa nini kuna uharibifu wakati ambapo tulitegemea kwamba mambo yatakuwa yanaenda vizuri? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe angalia, mwanadamu mbele za Mungu ni mwajiriwa. Ameajiriwa. Maana Biblia inasema tumtengeneze afanane na sisi. Afanane na sisi. Ndio maana hakuna mtu anaenda kuomba kazi kwenye kampuni fulani bila kuwa na professional fulani. Lazima awe na professional fulani. Lazima kuna faculty amesomea. Lazima kuna kitu ambacho amekichukua. Lazima kuna kitu ambacho anakijua. Ndio maana anatakiwa akifanyie kazi pale. Hachukuliwi tu ili mradi. Ndio maana hata kwenye kutengenezwa kwa mtu, Mungu hakumuumba ili mradi, alimfananisha na yeye. Kwa nini? Ndio sifa anayoitaka. Maana hakuna mwingine atakayeweza kusimamia kwenye eneo analotaka asimamie kama hafanani na yeye. Si kama unaelewa? Si kama unaelewa? Mimi sitaki kujua wewe ni wa imani gani, ni wa dini gani, mimi sitaki kujua, lakini nachojua ni kwamba Mungu amekuumba kwa sura, kwa mfano wake, kwa makusudi yake ili utawale. Unatawala nini? Tutaendelea kusoma taratibu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa sana. Yes, ndio. Yaani amekuumba, sababu ya wewe kuumbwa hivyo ulivyo ni ili ukatawale. Let me say again that wewe ni kama mwajiriwa. Ni kama mwajiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwa mara nyingi ninawaambia watu, usifocus sana kwenye kuajiriwa. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Tuache hiyo. So, muhimu sana kujua, muhimu sana kuelewa. Yaani elewa kwamba umeumbwa, sababu ya kuwa hivi tulivyo ni ili tukatawale. Hakuna sababu nyingine. Ili tukafanyeje? Ili tukatawale. Wewe tumeumbwa kwa shughuli maalum. Hapa utaona hatukuumbwa kwa sababu ya mtu, hatukuumbwa kwa sababu nyingine yoyote, lakini tumeumbwa kwa ajili ya Mungu. Hatukuumbwa kwa ajili yetu. Kama ambavyo nimekuwa nikitoa mfano wa simu mara nyingi, nirudie tena ya kwamba hiyo simu ulinunua just for your own needs. Si vinginevyo. Haukununua kwa ajili ya simu, umenunua kwa ajili yako. Mungu alitengeneza kwa sababu hajatokea kiumbe kinachoitwa mtu. Sababu ya kutuumba sisi ni ili tukatawale. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye anazaliwa duniani bila kuwepo kwa kusudi la Mungu ndani yake. Shida ni kwamba we are living out of the purpose. Tunaishi nje ya mpango wa Mungu. We are living out of the plan of God, and that's where the problem will come. The problems comes. Why? Just because we are living out of the plan. Siku zote kama wewe ni meneja umewekwa, na kama ni meneja kweli umewekwa, halafu unaishi nje ya ile kazi ya umaneja. Yes, ndio utafanya kazi na kulipa mshahara. Kwa nini? Wamfagiaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujui majukumu yako.
Umeacha majukumu yako. Kama inajua majukumu yako, utafanya kazi ile nyingine ambayo umeiona kama inafaa. Sikia nikwambie, unapoacha majukumu ya ofisi yako na ukakimbilia kwenye eneo la wafanya usafi, yes, you are going to clean the place. Even if you're just a manager. No matter you're a manager. If you don't know what to do, yes, you are going to clean the place. You are going to be a cleaner. Unaenda kwa mfagiaji, utakuwa mtu wa kusafisha. Sasa wewe ni manager lakini usijitambua, usielewe kama ni manager. Sasa tunapoishi nje ya mpango wa Mungu, ndio maana nikasema kama Mungu ametumba kwa ajili yake, hata kusema hivi. Ndio maana anasema tena, Yesu anataka watu warudi kwenye uwepo wake. Anataka watu warudi kwenye uwepo wa Mungu, sababu amano originally hakuwahi kuumbwa kuishi nje ya uwepo wa Mungu. No, a man was created just to live, to dwell under his presence every time. Akae kwenye uwepo wa Mungu masaa yote, always. And hallelujah, all of the duration of his life, unafuata maisha yake, akae kwenye uwepo wa Mungu. Asikae mahali pengine, akae uweponi kila mara, akae uwepo. Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda tu ile mradi bado imefika mahali mtu unaamua kumwacha Mungu, unaamua kumwacha Mungu kabisa, unaamua kuishi kwa sababu ya maisha haya, kwa sababu ya maisha haya, na wewe umepewa vitu vyote ambavyo unavihitaji, umepewa kuvitawala. Yes, kinachokusumbua ni chakula, na chakula umepewa kukitawala. Mimi najiuliza, inakuwaje hii? Unamwacha Mungu kwa sababu umelala njaa. Umelala njaa na chakula umepewa kukitawala. Yaani sikia nikwambie kitu mwanadamu. Sikia ndugu yangu nikwambie, kwa taarifa yako ujue hivi. Yaani tangu siku ile kabla hujazaliwa, Mungu amekuwekea bajeti iliyojaa kabisa. Ya nini? Ya chakula chako. Tangu siku ya kwanza mpaka siku ile utaondoka duniani, mpaka siku ile utakufa. Mungu akuwekea utaratibu wa kufunga na kuomba. Wakati anaomba mtu haukuwepo huo. Kufunga na kuomba kumekuja baadaye. Na maana tunafunga tutaomba, lakini ni baadaye. Asili ni kwamba bajeti ya chakula ipo. Hata tusipokula, hata kama tumekosa chakula siku hiyo, haimaanishi kwamba bajeti haikukua. No, pengine kuna kitu Mungu anataka kutufundisha, na kama sivyo huenda tuko nje ya mpango. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema na wewe mpendwa, tumeumbwa hivi tulivyo ni ili tukafanya nini? Tumeumbwa kwa ajili ya Mungu. Naomba usikie neno la Bwana asubuhi ya leo, ya kwamba haukuumbwa uwe baba fulani wewe. Ndio, ngoja niseme tena, haukuumbwa uwe mama fulani. Sikia, sababu kuu ya kuumbwa kwako sio kuwa mke wa fulani. Sababu kuu ya kuumbwa kwako sio ili uwe mume wa fulani. Sababu kuu ya kuumbwa kwako, na sababu kuu ya kuumbwa kwako wewe mwanaume, ni ili utawale. Na mwanamke ameumbwa akusaidie. Tutaona huko mbele tunavyoendelea. A woman is just a helper. Mungu hakumpa mwanamke ile dominion, hakumpa. Amemuumba hivyo atakuwa anasikiliza, ana dominate through his husband. Ana dominate kupitia mwanaume, ana dominate through man. Hakuna namna, and there is no way a woman can dominate without a man. No, that's not the plan of God. Si mpango wa Mungu huo. Sikia, uelewe, Mungu amemuumba mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, kwa kusudi la kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuangalie maneno mengine mawili matatu pale. Sema wakatawale. Wanatawala nini? Anasema samaki wa baharini. Anapozungumza neno samaki wa baharini, anasema anatumfanya mtu kwa sura kwa mfano wetu, wakatawale. Wakatawale nini? Anaanza na samaki wa baharini. Anapotamka neno au sentensi samaki wa baharini, anamaanisha hivi: kwa viumbe vyote, uumbaji wote ulioko ndani ya nini? Ya maji, unaoishi kwenye maji, uumbaji wote wa baharini, uumbaji wote wa kwenye maji uko chini ya mamlaka ya mwanadamu. That's why nyangumi na ukubwa wake wote, shak na ukorofi wake wote, bado hawezi kumtishia mwanadamu. Mwanadamu akiamua kumuua, anamuua tu. Kwa nini? Kwa sababu amepewa mamlaka juu yake. Anayo mamlaka juu yake. Angalia, anasema samaki wa baharini. Kwa hiyo kila kitu, uumbaji wote ulioko baharini, Mungu akauweka chini ya mamlaka ya nani? Ya mwanadamu. Ameweka humo, yaani mwanadamu atatawala hiyo uumbaji wote ulioko wapi? Baharini.
Sehemu ya kwanza hiyo. Jambo la kwanza, nasema wakatawale nini? Samaki wa baharini. Narudia tena kwa kusisitiza kwamba ni uumbaji wote, ni wa wapi? Wa baharini, wa kwenye maji wote. Sasa kuna wale watu wanasema, jini mkuu wa bahari. Jini mkuu wa bahari alitoka wapi? Mkuu wa bahari hapa tunamuona from the source. Ni nani? Mwanadamu ndiye amepewa. Ngoja niseme tena. Mkuu wa bahari sio majini unavyosema. Kuna watu sijui, hakuna. Mkuu wa bahari ni mwanadamu, ndiye amepewa. Wanasema uumbaji wote ulioko kwenye maji wote ameweka chini ya mamlaka ya nani? Ya mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Kinachofanya mtu aendelee kuwa manager, kinachofanya mtu aendelee kufanya kazi kwenye hiyo kampuni, kinachokufanya uendelee, ndugu yangu, uelewe leo, si kwa sababu wewe ni mweupe, si kwa sababu you are just a black, si kwa sababu you are just a tall, si kwa sababu you are short, no, si kwa sababu you are fat, si kwa sababu you are thin, no. Ni kwa sababu unaishi sawasawa na taratibu za kampuni. Kinachokufanya wewe uendelee kuwa bosi hapo ni kwa sababu unaishi kufuata kampuni. Kampuni bado hawajaona makosa yako. Wakiyaona makosa yako wanakutoa. Hata serikali inayozingatia ubora, wakigundua makosa yako, uzembe wako kazini, hata kama ni serikali inakutoa. Kwa nini? Kwa sababu tayari umetoka nje ya utaratibu wa kazi. Mwanadamu aliumbwa kuishi kwake ni kuishi kwenye utaratibu uliowekwa na Mungu. Hakuna zaidi ya hapo. Sio ni kusema hivi mwanadamu hajaruhusiwa, hana hiyo ruhusa wala hana mamlaka, hajapewa huo utaratibu wa kuishi nje ya uwepo wa Mungu. Hana huo utaratibu, hajapewa mwanadamu yoyote, hajapewa tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. So elewa, Yesu anataka sana watu warejee, turudi kwenye uwepo wake, turudi uweponi. Hiyo ni nia yake, ni mpango wake, ni kusudio lake kabisa. Anataka sana turejee, turudi nyuma, turudi uweponi, turudi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Shauku ya moyo wako na iwe ni uwepo wa Mungu. Nisikilize, kuna vitu vingi sana ambavyo unakwama. Tatizo kubwa linalokuja ni kwamba, sikieni, unajaribu kuishi kama unavyotaka wakati dunia si yako na huijui. Bora ungeishi sawa sawa na vile mwenyewe anavyotaka, ambaye anaijua na dunia yake ilivyoyumba, anajua mwanzo wake na mwisho wake, anajua vile ambavyo atakuendesha hapo katikati. Sasa kama unakaa hujui dunia na wala nini, halafu unakaa kama unavyotaka na dunia si yako, hakuna hiyo biashara. Lakini utakwama sana. Nisikilizeni wapendwa watumishi wa Bwana. Dunia hii si yetu. Dunia sio yetu. Tumewekwa na Mungu tu. Tumewekwa tu kwa makusudi yake. Hata tusipoishi makusudi yake, tunajitengenezea hasara wenyewe. Lakini kama kwenye kampuni useme nafanya ninavyotaka mimi, nafanya ninavyotaka, mwisho wa siku utapoteza kazi na haki zako za msingi. So, ili iwe vizuri, fuata utaratibu wa kampuni. Katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo natamani tuende mbele za Bwana tukaombe Mungu. Na tunakwenda kuomba Mungu tena asubuhi ya leo. Tunaendelea kuomba tuishi uweponi. Tuendelee kuomba Bwana atupe neema. Tunarudi hapo uweponi mwake, tunataka kukaa na yeye. Yeye ndiye hitaji letu. Muite kabisa, mtake yeye. Yes, muonyesha alivyo wa thamani. Nilisema hivi, ni kumtaka Bwana ni kumuonyesha yeye ni wa thamani. Yeye kumfanya kuwa hitaji lako la moyo wako, hitaji la moyo wako iwe ni yeye, ni kumuonyesha yeye ni wa thamani kuliko vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo naomba tuende mbele za Mungu asubuhi ya leo tena. Tunaenda kuomba uwepo wa Bwana utembee na wewe. Omba hiyo, taka hiyo sana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Haleluya sana. Haleluya. Kuna mtu mmoja akasema, ombi langu Bwana wangu, bila uwepo wako mimi sitaweza. Naomba uwe pamoja nami. Yesu asifiwe. Naomba tuende mbele za Mungu tukaombe Mungu. Tukaombe Mungu. Na tunaenda kuomba Mungu atupe neema. Tumerejea uweponi mwake. Tunataka akae na sisi. Tunataka neema yake idhihirike katikati yetu, nguvu zake ziwe dhahiri katikati yetu. Baba, katika jina la Yesu, alfajiri ya leo tena Bwana tumekuja kwako. Bwana Mungu mtakatifu Jehova, ninakushukuru Bwana wangu kwa sababu ya neema yako Mungu mtakatifu katika alfajiri ya leo. Bwana Baba, nimekuja kwako mfalme nikiomba neema yako Bwana, sio mimi tu mfalme wako na watoto wako wengine ambao tuko pamoja Bwana katika wakati huu ibada hii inavyoendelea. Yesu tunakuomba Bwana mabwana, Mungu mwenye haki, Mungu mwenye mamlaka, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu
Na Baba yangu ninakuomba sana kwamba majira haya Bwana Yesu tumerudi tena kwako Mfalme. Tunaomba kibali machoni pako, tunaomba ukatukubali Bwana. Baba tunaomba kukubalika mbele zako katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba tunaomba ukatukubali. Baba tunaomba kukubalika kwako asubuhi ya leo Bwana. Baba tunaomba kibali machoni pako Yesu, ukatukubali tena katika alfajiri ya leo Mfalme wetu. Baba tunaomba kukubalika kwako katika jina la Yesu. Baba tunaomba kibali machoni pako Mfalme katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu Jehova, ninaomba Bwana ukatukubali. Baba tukubali tena. Baba tunaomba kibali kwako katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana mabwana. Mwamba mna nguvu zetu Mfalme, tunakuomba Baba kwamba Mungu mtakatifu na Mungu wangu Bwana, Baba ukawe pamoja nasi tena katika jina la Yesu. Asubuhi leo tunaomba kibali kwako Bwana. Baba tumekuja kwako Mfalme alfajiri ya leo. Baba tumekuja kwako katika mapambazuko haya Jehova, tunaomba kwamba Mfalme wetu na Bwana wetu Baba ukawe pamoja nasi tena Mfalme. Bwana wangu tumerejea kwako Baba, tunaomba ukaturejeshe neema yako. Tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu. Tunaomba Bwana kibali chako na kiwe juu yetu Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Tunaomba neema yako Bwana na iwe dhahiri juu yetu. Nguvu zako Bwana zikaonekane juu yetu. Neema yako Bwana na iwe juu yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Jehova ninaomba Bwana kwamba uwepo wako Mfalme na uwe pamoja nasi Jehova. Tunakuomba uwe pamoja nasi Bwana mabwana. Baba tunakuhitaji wewe Yesu, tutawezaje wenyewe Baba? Hatuwezi peke yetu, ila tunakuhitaji wewe Jehova. Tunaomba uwepo wako na uwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Bwana uwe pamoja nasi Bwana wakati huu Mfalme. Tunaomba Bwana uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Mfalme wa amani tunakuomba Bwana mabwana, neema yako na irejee tena juu yetu. Neema yako Bwana na irejee tena juu yetu katika jina lenye nguvu, uweza na mamlaka la Yesu Bwana mama mwokozi na nguvu zetu. Baba tunakuomba ukaturudishie tena Bwana neema yako juu yetu Jehova, na irejee tena Mfalme. Neema yako na iwe pamoja nasi Bwana wangu na baba yangu. Tunakuomba Bwana mtu mmoja mmoja huko nyumbani aliko anayefuatilia ibada hii ambapo anaungana pamoja nasi katika ibada kwenye maombi sasa, Yesu nakuomba Baba ukadhihirike, Baba ukaonekane, Baba ukadhihirike kwake. Naomba neema yako na irejee, neema yako na irejee. Wale wanaopoteza uwezo wa kuomba, wanaopoteza neema katika maombi, Yesu rejesha tena, Yesu rejesha tena. Wanaopoteza uwepo wako uliopotea, Yesu tunaomba Bwana wahurumie. Inawezekana kwa sababu mbalimbali Mfalme, naomba Bwana wangu na baba yangu Yesu ukarejeshe tena katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu Mungu mtakatifu, Bwana wangu ninakuomba kwamba Baba ukawe pamoja nasi Jehova. Tunakuomba Bwana ukaturejeshe tena neema yako Mfalme, ikawe tena juu yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neema yako Bwana iwe juu yetu tena katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Jehova. Bwana wangu na baba yangu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba, ninakuomba ukaturejeshe na uwepo wako Mfalme, na urejee tena ndani yetu Mfalme wetu. Bwana wangu nakuomba ukatujaze tena Roho Mtakatifu Jehova. Bwana wangu tujaze tena Roho wako Mtakatifu ndani yetu, tukatae tena. Bwana wangu tunaomba sana neema yako Bwana irejee juu yetu na ujazo Roho Mtakatifu tena ndani yetu Bwana, tukatae na kufurika. Maana Bwana wangu na baba yangu umetuumba kwa makusudi yako. Tunaendaje wenyewe? Tutaishije wenyewe duniani? Tunaishije peke yetu Bwana nje ya uwepo wako? Tutawezaje? Inawezekanaje wakati ambapo mwenye maelekezo, mwenye kujua nini kinapaswa kifanyike, nini mwanadamu anapaswa kufanya ni wewe Bwana wangu? Tunawezaje? Yesu tupe neema tena Mfalme Bwana katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo Baba ukaturejeshe tena neema yako Mfalme wetu, neema yako na irejee kwetu tena katika jina la Yesu Kristo mtakatifu sana. Baba turejeshe neema yako kwa jina lenye nguvu la Yesu. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba sana ukaturejeshe Baba, tunaomba neema yako ikarejee juu yetu Mfalme, juu ya wanaume na wanawake Bwana, juu ya vijana kwa wazee. Rejesha tena neema yako Mfalme. Bwana wangu nakuomba Mfalme wetu, baba yangu nakuomba Bwana wa Bwana Jehova, naomba rejesha neema yako tena, rejesha neema yako tena
Bwana Mungu mtakatifu, Mungu kati ya patakatifu mno Bwana, mahali palipoinuka Jehova, ninakuomba sana Bwana, ukarejeshe neema yako juu yetu Bwana, uwepo wako ukarejee ndani yetu, uwepo wako Bwana ukarejee ndani yetu, uwepo wako Mfalme ukarejee ndani yetu katika jina la Yesu. Uwepo wako Bwana na urejee ndani yetu, uwepo wako mwaminifu na urejee ndani yetu, uwepo wako mtakatifu na urejee ndani yetu, nguvu zako mwenye haki na zirejee ndani yetu Bwana wangu, ninakuomba sana kwa jina la Yesu ya kwamba Yesu Mwokozi wa ulimwengu Bwana Baba, ninakuomba ukarejeshe tena neema yako juu ya vijana, juu ya wazee. Yesu nakuomba rejesha tena Mfalme Bwana, tukarejee uweponi mwako, tukarejee uweponi mwako Bwana. Uweponi mwako ni mahali pazuri pa kukaa. Yesu tunaomba neema yako ikarejee katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai, kama ambavyo mtumishi wako Bwana wangu anazungumza kwenye kile kitabu cha Ezra Bwana ile sura ya 8 sura ya 21 anaposema nikaamuru kufunga katika mto Ahava. Tukafunga tukamlingana Bwana, lazima ili tutafute kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu na watoto wetu. Baba, tumekuja kwako Yesu, tunakuomba maelekezo yako hatuwezi kuyapokea pasipo uwepo wako, pasipo Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Baba, tunashindwa kupokea maelekezo yako, tunashindwa kukusikia kwa kuwa Bwana hatuna Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Baba, tunaomba ukatupe neema alfajiri ya leo, tujaze tena Mfalme, jaza tena kanisa lako, jaza wanaume na wanawake, jaza Bwana kila mwenye kiu akapokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Alfajiri ya leo kila mwenye hiyo neema, kila mwenye hiyo kiu akapokea hiyo neema, akapokea hiyo maji yanamiminwa Baba huni hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana naomba ukamiminika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Bwana kuomba ukatemeni katikati yetu, atainyeshe. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain, let it rain. Atainyeshe, fungua malango ya mbingu, atainyeshe juu yetu, atainyeshe rikanava yakarabo kwa jina la Yesu, atainyeshe hiyo neema yako, uwezo wako. Yesu, tunakuhitaji wewe, tuna haja na wewe Baba, tunakuhitaji wewe kwa jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe Yesu, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe Bwana katika jina la Yesu. Tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji Roho Mtakatifu wa Bwana. Baba, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji sana, tunakuhitaji mno katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe, kumbuka Yesu, tunakuhitaji wewe, wewe ni hitaji la mioyo yetu Bwana. Baba, tunahitaji kukaa ndani yako na ukae ndani yetu, Mfalme wetu. Baba, tunaomba neema yako Yesu, tunakuhitaji wewe. Tumekuja kwako utafuta uso wako Yesu, tunakuomba Baba, tunakuomba ukairejeze neema yako juu yetu, tujaze tena kwa Roho wako Mtakatifu Bwana, tujaze tena kwa Roho wako Mtakatifu Jehova Bwana, ukatujaze tena katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu tunaomba tena Bwana kujali, tunaomba kujaza tena Mfalme katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, tunaomba kujaza tena Roho wako Mtakatifu Bwana. Baba, neema yako lazima yuko mtu saa hii yuko pale nyumbani kwake, ni kweli ameungana nasi kwenye ibada hii kwa njia ya mtandao, na wengine wako karibu tu hapa Bwana Yesu Kristo Mwokozi, lakini wanalia Bwana, wanalia, wanaomboleza mbele zako, wanahitaji neema yako, wanahitaji uwepo wako Yesu, ndio hitaji letu Yesu. Nakuomba Baba, kaa nami Bwana majira wakati wote, naomba Bwana Yesu kaa nami Bwana kila wakati Yesu, kaa nasi, uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi Jehova, tembea nasi Bwana Yesu, ukadhihirike ndani yetu, ukadhihirike ndani yetu Bwana kila wakati na kila majira Jehova, udhihirike ndani yetu Baba, udhihirike ndani yetu Baba, udhihirike ndani yetu rikama udhihirike ndani yetu Yesu. Nakuomba udhihirike ndani yetu, uwezo wako Bwana uwe dhahiri ndani yetu, nguvu zako ziwe dhahiri Bwana, Roho wako Mtakatifu akatamalaki Bwana mpaka kwenye mavazi yetu, uwepo wako Bwana kwenye mavazi yetu ukatamalaki Yesu, isiwe kawaida, tusiwe watu wa kawaida, watu tofauti waliojaa neema, ama Bwana neema yako inadhihirika ndani yao Yesu. Nakuomba tusiwe watu wa kawaida kwa jina la Yesu aliye hai, lakini watu tofauti waliojaa neema, ama neema yako iko ndani yao, ambayo mwenyewe uko pamoja nao sawa na ahadi yako kwenye 14 Yohana Mtakatifu 23 unaposema ya kwamba mtu akinipenda atalishika neno langu, nami nitampenda na Baba atampenda, na sitakuja kwake na
kufanya makao. Bwana wangu nakuomba ukae ndani yetu, nasi tukae ndani yako, katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu ninakuomba asante Bwana wangu, maana ni saa ya watoto wako kuwa na ushuhuda, ni saa ya ushuhuda kwa uwepo wako Bwana, kwa vile ambavyo utawavusha mahali ambako wamekwama kwa muda mrefu. Yesu asante Bwana wangu, maana walithibitisha neno lako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakushukuru kwa sababu unalithibitisha neno lako. Yesu, naomba uwepo wako Bwana ukawa na kila mmoja katika jina la Yesu. Neema yako Bwana aitamalaki juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Thank you for the revival. Jesus, thank you for the revival. Thank you for the revival. Asante kwa uamsho. Asante Bwana kwa mabadiliko katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Thank you for this change of mindset and spiritual. My Father, I thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you for men and women. Thank you for men and women. Thank you for the changes. Thank you for the changes. Hallelujah. Within men and women, in the name of Jesus, within men and women, my Father, you are going to change. You are going to change it in the name of Jesus. Father, we want to dwell in under your presence, Lord, because that's our origin. My Father, Jehovah, we need your grace, Father, in the name of Jesus. Our Heavenly Father, we need your presence. We need to dwell under your presence, Lord, every time and everywhere. My Father, Baba, tunaomba neema yako iwe juu yetu. Roho wako Mtakatifu akatema yake. Yehova, asante katika jina la Yesu. Mahali ulipo tunasema pokea neema ya Bwana, pokea nguvu iko juu yako sasa, pokea nguvu iko juu yako sasa. Hiyo nguvu ya Mungu imekuja juu yako kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wherever you are, yes, let the power come upon you now. Let the power of the Holy Spirit come upon you now. Yes, let the Holy Spirit come upon you now. Yes, come upon you now in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it, receive it, receive it. Pokea neema ya Bwana. Asema pokea, usimtu wa kawaida tena, usibaki kwa kawaida tena. Bwana akupe uwezo, akupe neema tena. Neema na mpenyo wa kuomba. Pokea mpenyo wa kuomba, pokea mpenyo wa kuomba. Panda ngazi za juu, panda, nenda juu zaidi, panda zaidi ya hapo, nenda zaidi ya hapo, nenda zaidi ya hapo. Yes, nenda zaidi ya hapo. Father, I praise, your grace be upon us. Hallelujah. I praise of speaking tongues. Hiyo neema ya kunena kwa lugha ingie ndani ya watu wako, mabadiliko makubwa yatokee. Katika jina la Yesu. Baba yangu nakuomba mabadiliko makubwa na yatokee kwa jina la Yesu, na yatokee mabadiliko makubwa katika jina la nguvu la Yesu Mwokozi aliye hai. Baba, na yatokee mabadiliko makubwa, mabadiliko Bwana katika jina la Yesu. Neema yako na idhihirike, neema yako na idhihirike ndani yetu katika jina la Yesu. Baba, tupe neema kabisa ya kuishi uweponi mwako kila wakati, saa, majira na dakika. Bwana Baba, tuishi ndani yako na uishi ndani yetu Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu. Tupe neema Bwana Baba, tukaishi ndani yako na uishi ndani yetu, Mfalme, ukajidhihirishe Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi wa ulimwengu. Baba, ninakuomba ukajionyeshe Mfalme katikati yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana, watoto wako alfajiri ya leo Bwana wanajipanga kwenda kazini, wanajiandaa, na wengine Bwana wameamka, inawezekana hata hajui ataelekea wapi, hajui kazi iko wapi, hajui anapataje, amepiga simu kote, ameambiwa asubiri. Yesu, nakuomba mfanyie njia huyo, fanyie njia hata huyo, fanyie njia Bwana, katika jina la Yesu. Inawezekana akiangalia anaona hakuna mambo hayaendi, inawezekana kuna shida mbalimbali ambazo zinamkabili, mambo mengi yamekwama. Roho Mtakatifu wa Bwana, wewe mwenye uwezo kujua njia, wewe mwenye kuijua njia namna gani atafanya. Yesu, nakuomba Baba, simama ukamtetee kwa jina la Yesu. Naomba tumpe maelekezo. Ni kweli umekosa mwelekeo, haujui unaelekea wapi, haujui unafanya nini. Inawezekana hata ukiangalia mbele yako unaona ni giza tu, haujui kesho itakuwaje. Hata nikwambie kwamba Yesu ndiye mwelekeo wako. Mruhusu tu Roho Mtakatifu wa Bwana alfajiri ya leo hata awe mwelekeo
mwelekeo wako, hata mwelekeo wako kwa jina la Yesu aliye hai, hata mwelekeo wako, hata mwelekeo wako. Bwana hatakuacha, ameniambia hatamwacha yeyote, hatamwacha. Nasema hatamwacha, hata wewe hautaachwa, hata wewe hautaachwa. Atakupigania, atakutetea, atakutetea. Lisikie neno la Bwana asubuhi ya leo ya kwamba atakutetea, atakupigania. Hitaji lako nalitawa na yeye tu. Wewe ni wewe, yeye ndiye hitaji lako. Atakutetea, atajidhihirisha, utashinda. Hiyo vita kama umepigana, hiyo vita kwenda kukabili ya muda mrefu imekubana, hata unashindwa kuomba. Hiyo vita imekubana, hata hujui itakuwaje. Watoto wako wamebadilika, hali imekuwa ngumu. Hata nikwambie ya kwamba yeye atadhihirika kuanzia leo na kuendelea. Ataonekana kwa jina la Yesu aliye hai. Atadhihirika, ataonekana, utamshuhudia kwa jina la Yesu. Mambo ya uchumi yamekwama, hauelewi nini kinaendelea kwenye biashara yako. Acha Bwana akutetee kwa jina la Yesu. Na mimi nasimama kinyume na kila nguvu yote ya upinzani wa kishetani ndani ya biashara yako katika jina la Yesu. Kwenye biashara yako, mahali ambako panaharibika, mahali ambako wanajaribu kuleta uharibifu, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaamuru kuanzia leo moto na uwake hapo kwenye ile eneo. Mesa kujua moto na uwake hapo kwenye ile eneo kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Chochote kilichotegwa hapo na adui, chochote kilichotegwa kichawi hapo, kikafyatuke, kikaharibike. Mitego yote hiyo na ivunjilia mbali kwa jina la Yesu. Manuizo mabaya yaliyosemwa kwamba utafunga biashara, kwamba utaendelea, na yafuta kwa damu ya Yesu. Nasema na yafuta kwa damu ya Yesu aliye hai, na yafuta kuanzia leo. Tunatamka utafanikiwa, utasonga mbele, utashinda kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, nasema kwa jina la Yesu utafanikiwa. Roho za kutokuoa, kila mara unaoa unaachwa, unaoa unaachwa, unaoa unatelekezwa, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Hizo roho nazifunja leo. Pokea neema na kibali cha kuwa na familia. Roho za kutokuolewa kwa jina la Yesu nazifunjilia mbali, hazina mamlaka. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia majini mahaba yanayofamia watu. Watu wanashindwa kulala usiku, wanaota ndoto za ajabu, ndoto za zinaa. Kwa jina la Yesu toka pepo, una mamlaka. Waka moto, lipuka, haribika kwa jina la Yesu. Yesu naomba walinde Bwana, walinde watoto wako asubuhi ya leo, walinde Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Yesu nakuomba ukawalinde, Yesu nakuomba ukawatunze, Yesu nakuomba ukawalinde na kuwatunza katika jina la Yesu. Na Bwana ukawaweke salama, wakaendelee mbele katika jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi. Ninaomba uwe pamoja nao asubuhi ya leo Bwana, ikiwa ni siku ya tarehe 21 ya mwezi wa 11 2025, wanapoondoka manyumbani mwao kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli zao. Yesu nakuomba Bwana watetee, linda usafiri wanaotumia usafiri wa umma binafsi, wanamna yote waenda kwa miguu, na kila mmoja Bwana Yesu naomba ukamlinde awe salama. Hakuna kujikwaa, hakuna ajali, hakuna choma ulete, hakuna uharibifu, hakuna fitina kazini. Hirizi inayokufitini kazini, toka, hauna mamlaka kuanzia leo. Yesu amefanya. Na hata kama wewe ni mgonjwa, una mahali panauma, kwa jina la Yesu natangaza uzima uwe ndani yako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Iko ni kwenye tumbo, iwe la uzazi au la kawaida, iko ni mahali popote pale, kwa jina la Yesu. Hata kama umepangiwa operation leo, Yesu akutetee kwa jina la Yesu. Mauti haiko juu yako katika jina lenye nguvu la Yesu. Baba, tunakuomba walinde watoto wako, watunze watoto wako mikononi mwako Bwana, wakawe salama katika jina la Yesu. Na sahihi acha tuombe. Kuna mtu mmoja ambaye inajua kuna dada mmoja anafanywa operation leo kwa sababu ya ugonjwa fulani ambao umemkabili kwa wiki kadhaa sasa, amekuwa anasumbuka. Acha tumuombe. Baba, katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya mtumishi wako yule Bwana, anakwenda kufanywa operation leo kwa appointment ya madaktari. Tunajua kazi yao ni kutibu, mwenye uzima ni wewe. Yesu nakuomba, tunamkabidhi mikononi mwako sasa. Naomba Bwana Yesu, ponya kabisa. Yesu naomba uzima wako na uingie ndani yake, akaponywa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ile operation itafanyika kwa usalama, hakuna makosa yote. Tunakataa era zozote
hazitakuwepo kwa jina la Yesu. Ndani ya theater, neema yako Bwana itawale, ukatamalaki kwa utukufu wako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu na akubariki sana. Uendelee kulindwa, uendelee kutunzwa na Yesu. Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Wewe uendelee kung'aa, endelea kufanikiwa katika jina la Yesu. Lakini kumbuka, ishi ndani ya uwepo wa Mungu. Usiwahi kuondoka uweponi. Ishi kwa Roho Mtakatifu. Maana hiyo ni muhimu sana. Yeye ndiye anajua, anaelewa kila kitu. So ishi ndani ya uwepo wake. Ishi ndani ya Kristo. Katika jina la Yesu, hitaji la moyo wako awe Kristo. Kristo awe ni hitaji la moyo wako. Bwana akutetee. Yes, let me tell you that this is a generation of those who seek the Lord. So, ishi kwenye uwepo wa Mungu. Ishi kwenye uwepo wa Mungu. Rising giants. Thank you. God bless you.